Mambo vipi mtu wangu, karibu tena kwa ajili ya kupeana zile update za kimichezo. Kama huja subscribe bana, unapitwa na taarifa nyingi sana za kimichezo. Gusa tu neno subscribe alafu kama kula taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga, sisi tutakusogezea hapa. Kama utakuwa umesubscribe basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa zetu. Simba wana mpango kusajili wachezaji wanne wa kigeni kutoka mataifa gani? Taarifa hiyo itakujia hapa katika channel yako hii habari na za michezo na burudani. Sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu. Gusa tu neno subscribe alafu kama kula taarifa zote za usajili wa Simba, usajili wa Yanga utazipata hapa, na tayari tumeshaanza kufanya hivyo. Leo na taarifa kubwa sana kutoka pale kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa hiyo imeendelea kuchukua nafasi moja hadi nyingine kuelekea dirisha kubwa la usajili. Ni kuhusu Simba pamoja na Pacey Tau, mwanandinga huyu kutoka kule Afrika Kusini. Niliripoti hapa taarifa katika posti zilizopita kwamba Pacey Tau alionekana na Mohamed Mo Dewji maeneo fulani hivi, lakini kwa sasa taarifa hiyo imechukua nafasi nyingine tena baada ya Pacey Tau kuonekana kama yuko Dar es Salaam hivi katika picha ambayo amepiga na Mohamed Mo Dewji na kuibua maswali mengi kwa mujibu wa mitandao mbalimbali ya kijamii kusema kwamba Mo na Tau kulikoni ama kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini wengi wakajiongeza kuelekea dirisha kubwa la usajili. Huenda Pacey Tau ataitumikia klabu ya Simba, ama Pacey Tau huenda akatua unyamani kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili. Pacey Tau ameachana na klabu yake ya Katari ameachana klabu yake ya Katari. Kwa sasa Pacey Tau yupo huru, na picha ya yeye pamoja na Mohamed Mo Dewji imezua gunzo na kusema kwamba huenda akatua kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili. Ni jambo la kusubiri. Mshambuliaji wa Afrika Kusini, taarifa zinasema Pacey Tau ameachana rasmi na Qatar FC miezi kadhaa tu baada ya kujiunga na klabu hiyo kutoka Al Ahly ya Misri mwishoni mwa mwaka 2023. Tau alitarajiwa kuwa gunzo muhimu ya safu ya ushambuliaji, lakini hakuweza kutimiza matarajio hayo. Majeruhi ya mara kwa mara, kutopata muda wa kutosha wa kucheza na kushuka kwa kiwango na cha mchezo vilichangia kushindwa kwake kung'ara kunako klabu yake hiyo ya ligi ya Katari, ambayo ndio Katari Sport Club, ambayo ilimsajili baada ya kuachana na Al Ahly ya Misri mwaka 2023. Taarifa ambazo zimeendelea kuzagaa mitandaoni ni Pacey Tau kuonekana na Mohamed Mo Dewji, jambo ambalo limetafsiriwa na wadau wengi wa michezo kwamba huenda akatua kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kuachana na klabu yake ya Qatar Sport Club kule nchini Qatar, ambao alijiunga tu pindi alipoachana na Al Ahly ya Misri mwaka 2023. Ni jambo la kusubiri kuona Pacey Tau akitua kunako viunga vya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kutokana na picha ambazo zinazagaa zikimuonyesha Pacey Tau akiwa na Mohamed Mo Dewji, na hiyo picha bado inaonekana kama yuko Bongo hivi ama yuko Dar es Salaam, japo bado hatujajua kwamba Mohamed Mo Dewji na Pacey Tau wamekutana viunga vipi hasa. Basi ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii habari za michezo na burudani. Huja subscribe bwana, unapitwa na taarifa nyingi sana mtu wangu. Gusa tu neno subscribe alafu mkao wa kula kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Leo tulikuwa na taarifa hii hapa ya Pacey Tau ambaye ameachana na klabu yake ya Qatar Sport Club na kwa sasa yuko free, lakini jambo la kushangaza ni kwamba anaonekana na Mohamed Mo Dewji
Dewji, watu wakatafsiri kwamba huenda akatua kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili mishoni mwa msimu huu. Basi hizo ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani kwamba Percy Tau anukia mitaa ya Msimbazi baada ya kuonekana kwenye picha ya pamoja na Mohamed Mo Dewji, na jambo ambalo limetafsiriwa kwamba Percy Tau yupo Tanzania na ameonekana na Mohamed Mo Dewji huko. Taarifa hiyo bana, watu wakasema okay, tayari Percy Tau atakuwa amesha saini ama anataka kusaini kuitumikia Simba, kwa sababu Percy Tau kwa sasa yupo free bana, baada ya kuachana klabu yake ya Qatar Sport Club kule nchini Qatar, baada ya kuachana tu na Al Ahly ya Misri. Kwa sasa Percy Tau yuko free, ni free agent, hana timu yoyote, na ujio wake kuja Tanzania kuonana na Mohamed Mo Dewji bana, imetafsiriwa kwamba huenda akasaini kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Basi ndio taarifa ambazo hupaswi kuzikosa kuelekea dirisha kubwa la usajili. Sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu. Kama hujasubscribe mtu wangu, utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana za michezo. Kuza tu neno subscribe, alafu mkao wa kula kila taarifa ya usajili ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hiyo. Leo tulikuwa na taarifa hii hapa ya kumuhusu Percy Tau kuonekana na klabu ya Wekundu na bosi wa Simba Mohamed Mo Dewji, na tafsiriwa kwamba huenda akawa ndiye usajili ambao utakuja kutikisa kunako viunga vya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na kile ambacho kinapelekea kwa sasa Percy Tau yuko free baada ya kuachana klabu yake ya Qatar Sport Club ya kule nchini Qatar. Kwa sasa yupo free, hana timu yoyote, na ndio maana tunaona akiwa na Mohamed Mo Dewji, jambo ambalo limetafsiriwa kwamba huenda ikawa ni usajili ama ni mchezaji ambaye atakwenda kusajiliwa kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili. Tusubiri tuone Percy Tau na Simba kipi ambacho kitakwenda kutamatika. Kwa sasa kama hujasubscribe bana, unapitwa na taarifa nyingi sana, hususan masuala ya usajili. Gusa tu neno subscribe, alafu mkao wa kula kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Leo tulikuwa na taarifa hii ya Percy Tau kunukia kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili.